Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo la mwisho kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiahidi kuharibu kabisa hifadhi nzima ya gesi ya Saudi Pars ikiwa Iran itathubutu kurudia kushambulia dhidi ya miundombinu ya nishati ya Qatar. Kupitia ujumbe mrefu na wenye maneno makali katika mtandao wa Truth Social, Trump amefafanua kuwa shambulio la Israel dhidi ya vinu vya gesi vya Iran lilifanyika kwa hasira kutokana na hali tete ya Mashariki ya Kati na kwamba Marekani wala Qatar hazikuwa na taarifa yoyote kuhusu mpango huo. Trump amesisitiza kuwa Qatar haikuhusika kwa namna yoyote na shambulio la Israel, hivyo shambulio la kisasi la Iran dhidi ya mji wa viwanda wa Ras Laffan, kitovu kikubwa cha gesi asilia LNG duniani, lilikuwa la kidhalimu na lisilo na haki. Marekani haikujua lolote kuhusu shambulio hili maalum na nchi ya Qatar haikuhusika kwa namna yoyote ile, wala haikuwa na wazo lolote kwamba shambulio hilo lingetokea, aliandika Trump. Rais Trump ameweka wazi kuwa ametoa amri kwa Israel kusitisha mashambulizi zaidi katika eneo la Saudi Pars, lakini ametoa sharti moja gumu: Iran isithubutu kuigusa tena Qatar. Ikiwa Qatar itashambuliwa, Marekani italipua kwa ukubwa eneo lote la gesi la Saudi Pars kwa kiwango cha nguvu na uwezo ambao Iran haijawahi kuona wala kushuhudia hapo awali. Trump ameongeza kuwa hataki kuidhinisha kiwango hicho cha uharibifu na ukatili kwa sababu za athari za muda mrefu kwa Iran. Hakuna mashambulizi zaidi yatakayofanywa na Israel kuhusiana na eneo hili muhimu sana na lenye thamani kubwa la gesi la Saudi Pars, isipokuwa kama Iran itaamua kwa ujinga kuishambulia nchi hiyo isiyo na hatia. Katika hali hii, Qatar katika tukio hilo, Jamhuri ya Muungano wa Marekani kwa msaada au bila msaada wa ridhaa ya Israel italipua vibaya eneo lote la gesi la Saudi Pars, ameeleza Trump. Kwa nini rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuipa onyo Irani kwamba isijaribu tena kuishambulia Qatar kwenye miundombinu ya gesi? Ukweli ni kwamba makampuni ya Marekani akiwemo rais mwenyewe Donald Trump yamefanya uwekezaji mkubwa sana wa nishati katika ukanda Mashariki ya Kati, hivyo moja kwa moja Irani amegusa nyonga zao. Mfano mzuri ni kwamba nchini Saudi Arabia, kwenye hiyo Saudi Aramco, hapo Marekani ana uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 30, halafu drone ya dola 25,000 inakuja kuteketeza uwekezaji huo. Hicho ni kitu ambacho kinaiumiza sana Marekani. Kwa ujumla, Marekani ana uwekezaji na Saudi kama dola trilioni 1, hivyo anaguswa pabaya sana. Lakini pia pale Qatar kwenye Ras Laffan, sehemu ambayo imeshambuliwa, na kwingineko kuna makampuni ya Marekani ya Parsons ambayo yamewekeza zaidi ya dola bilioni 97. Nafikiria tu kwamba huyo bilionea ambaye amewekeza hapo utakwenda kumwambia nini ikiwa anashambuliwa kwenye maslahi yake. Lakini vile vile ukienda Umoja wa Falme za Kiarabu, wana mkataba wa uwekezaji wa miaka 10 zaidi ya dola trilioni 1.4. Ni kitu ambacho Marekani inaona kabisa kwamba Irani sasa imeanza kugusa pabaya. Ndio maana Donald Trump ametoa onyo kali na la mwisho kwa Irani kwamba endapo watajaribu tena kuigusa miundombinu ya nishati nchini Qatar, basi Trump ataidhinisha shambulizi la moja kwa moja kwenda kuharibu Saudi Pars, eneo muhimu kabisa la nishati la nchi ya Irani. Basi tusubiri tuone nini ambacho kitajiri, kwa sababu katika vita hii bwana, Irani alishatangaza kwamba mkitushambulia basi sisi tutashambulia maradufu zaidi na kuweza kuwafundisha kwamba siku nyingine hampaswi kurudia hiki ambacho mmekifanya. Trump ameshatoa onyo, tusubiri tuone leo hii Irani itasema nini, lakini pia usiku wa leo itasema nini. Je, itakaidi kauli ya rais wa Marekani Donald Trump au itaamua kuweza kusikiliza kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba isifanye tena mashambulizi nchini Qatar kulenga maeneo muhimu ya nishati nchini humo? Kwa taarifa usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.